Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Dominika ya 13 ya mwaka imekutana na sherehe ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Kwa hiyo masomo ni haya yafuatayo. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 aya ya kwanza hadi 11. Somo la pili ni kutoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 4 aya ya 6 hadi 8 na aya ya 17 hadi 18. Injili ni ya Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi 19. Tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili. Ndugu zangu, tunawashukuru sana na tunawapongeza sana mitume Petro na Paulo ambao tunaweza tukasema ni nguzo za kanisa la Mungu. Ndio walioweka msingi wa kwanza ili kanisa liwe na msimamo, liwe na uhai kama tunaloliona kanisa. Maana wa kwanza tungesema Petro, ambaye kwa kweli alipewa utume na Bwana wetu Yesu Kristo kuwa mwamba, ambao anamuita Petro, maana yake mwamba, na juu ya mwamba huo akasema atalijenga kanisa lake. Na tunamshukuru, tunampongeza kwa sababu maana yake ndiye aliyekuwa baba mtakatifu wa kwanza ndani ya kanisa, au papa wa kwanza. Na alifanya utume vizuri, alimshuhudia Kristo mpaka kifodini cha kusulubiwa msalabani. Tunaweza tukasema kwamba alisaidia sana kanisa kwa karama zake na vipaji vyake, na akawa karama zake na kazi zake zikawa zimesaidiwa pia na kazi ya mtume mwingine ambaye ni Paulo. Wote hao walijazana. Kwa hiyo mtume Paulo, baada ya Petro kusulubiwa mnamo mwaka 64, Paulo naye alikuwa ameitwa na Bwana wetu Yesu Kristo kutoka dini ya Kiyahudi na kumufanya naye awe mtume hodari na mwenye bidii ndani ya kanisa la Mungu, kutoka kuwatesa wa Kristo na kumfanya na kumuwezesha kuwa Mkristo mzuri na kuwa mtume mzuri aliyeshuhudia imani yake mpaka na yeye kifodini. Yeye akawa amekufa mnamo miaka 67 kwa kukatwa kichwa. Ndugu zangu, baada ya Paulo kumaliza utume wake, akiwa na malizia utume wake, na alisema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ni katika somo la pili la sherehe hii. Kwa hiyo tunampongeza sana. Tunakumbuka kwamba mchango wake ni mkubwa katika kuinjilisha Asia ya Asia ndogo mpaka Ulaya, na akawa ameandika vitabu ambavyo hata leo tunavisoma katika Agano Jipya. Agano Jipya lina vitabu 27, lakini karibu nusu ya vitabu hivyo ni vya mtume Paulo, ni nyaraka 13. Kwa hiyo tunamshukuru sana, tunampongeza sana kwa bidii ambayo alikuwa nayo katika
kulitumikia, kulihudumia kanisa la Mungu. Kwa hiyo na sisi tukumbuke kwamba tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili. Ingekuwa vizuri na sisi kila mmoja anayemaliza utume wake, anayemaliza safari yake hapa duniani, ingekuwa vizuri kila mmoja akawa na ujasiri wa kusema nimevipiga vita vilivyo vizuri, na hii ni vita vya kiroho. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kwa hiyo kinachobaki ni kupata taji ya haki, ni kupata thawabu, ni kupata uzima wa milele. Kwa hiyo kila mmoja ajitahidi afanye utume, ingawa atakutana na changamoto mbalimbali, asikate tamaa wala asijiuzuru. Kuna wengine ambao wamechaguliwa kuwa viongozi ndani ya kanisa au wana majukumu makubwa ndani ya kanisa, wanakutana na changamoto nyingi, lakini wakumbuke kwamba watakatifu wote au mitume wote au mashahidi wote walioshuhudia imani walikutana na changamoto mbalimbali, lakini walistahimili mpaka mwisho. Kwa hiyo tumuombe Mungu atujalie kila mmoja aliyebatizwa atambue kwamba amebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili, na afanye vizuri, ashuhudie imani yake mpaka mwisho, na ndipo atakutana na thawabu ya uzima wa milele. Atakutana na taji ya haki kwa wale wote ambao wameshuhudia imani yao mpaka mwisho. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina.